بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله القائم بحقه، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Amma baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuomba rehma na amani zimwendee bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nachukua fursa hii kuwahusia ndugu zangu na vile vile kuihusia nafsi yangu kwa pamoja, na sote tuwe katika mstari wa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza kabisa, kabla sijaingia katika maudhui, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, kuna wenzetu tuliokuwa nao tukaishi na wao tukatangamana na wao kwa kila zuri, lakini umri wao umekoma, wakatangulia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamwomba Allah awasame, Allah subhanahu wa ta'ala aweke mahali pema pamoja na wema na pamoja na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na vile vile kuna ndugu zetu wametoka majumbani kwenda kutafuta riziki za halali kwa ajili ya kukidhi hawaiji zao na familia zao. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala makusudio yao awape na awajalie safari ya kwenda na kurudi kwa hali ya amani na usalama. Na vile vile kuna wenzetu ambao kwamba tuko pamoja mitaani, tumetangamana, tuko sote ndani ya mitaa, lakini kwa masikitiko twasikitika katika nyoyo zetu, sisi tunapokuja katika khairati kama hizi, wao hubakia nyuma. Tumwombeni Allah subhanahu wa ta'ala pia na wao awape fahamu, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lisalati min yawmil jumu'a fas'au ila dhikrillah, enyi mlioamini Mwenyezi Mungu, inaponadiwa adhani ya swala ya Ijumaa, basi watu wakimbilie haraka kwenda katika utajo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wao wanaposikia adhani kama hizi zikiadhiniwa, wengine wanakimbilia msikitini, ama wao wanabakia nyuma kwa sababu ya hawa ya nafsi zao, na kwa sababu wameghurika na dunia, wakasahau makusudio yao na malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwaleta katika dunia. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika Qur'ani, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Allah anasema ndani ya Qur'ani ya kwamba hakutuumba sisi binadamu na hakuyaumba majini ila kwa ajili ya ibada. Hakutuumba kwa ajili ya starehe za dunia, hakutuumba tuje tufate hawa za nafsi zetu.
Na vile vile tujiombee na sisi pia muomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa hisani na unyenyekevu atubakishe hapa hapa katika masala haya ya kidini, na inapotokea wakati wowote kuelekea kwake Allah subhanahu wa ta'ala, basi tunamuomba Allah atujalie nasi husnul khatima, Allah atupe mwisho mwema. Allah kila mwanadamu aombe husnul khatima, kwa sababu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam asema katika maneno yake ya kwamba mtu yoyote ambaye atakwenda kutamka maneno yake ya mwisho la ilaha illa Allah dakhala aljanna, ikiwa maneno yake ya mwisho unapokatika kwenda akhira, unakwenda barzakh kuelekea akhira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukatamka maneno kama haya, basi Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema dakhala aljanna, ataingia peponi. Tumwombeni Allah aturuzuku nasi kilima cha mwisho cha la ilaha illa Allah, ili iwe ni sababu na sisi kwenda kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tusiangalie swala zetu, tusiangalie amali zetu tunazozifanya, si chochote wala si lolote. Unaweza ukafanya miaka 50 ibada, kumbe zote hazikukubaliwa. Ile kilima kimoja tu utakachokitamka mwisho wa uhai wako ndio itakuwa ni sababu yako kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, leo namshukuru Allah kunijalia kuhudhuria makamu kama haya. Kwa muda mrefu nilikuwa sihudhurii katika makamu kama haya. Wenzangu walikuwa nao wakitabaru, na mimi leo namwomba Allah subhanahu wa ta'ala aniafikie na mimi nitabaru. Ninayoyazungumza si kwa mimi ni mjuzi sana, ninayoyazungumza si kwa ni mageni, ila ninayozungumza nyinyi mustamiina wasikizi mwayajua zaidi kuniliko. Pili ni yale ambayo kwamba kila siku tunayasoma kwenye Qur'ani, ila tu tunafahamishana, tunakumbushana kama kawaida ya Allah subhanahu wa ta'ala alivyotuma akituambia kwamba fadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minina. Allah katutuma tuwe wenye kukumbushana. Kule kukumbushana huwanufaisha wale waliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala, na si wengine ila ni sisi ambao kwamba tumekusanyika hapa na wale wengine ambao kwamba wako njiani kuelekea mahali kama hapa. Maudhui yetu leo, tunaulizana, tunaelezeana, tunafahamishana wema ni nini na wema ni watu gani, na wema wanapata nini kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza kabisa, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ndani ya Qur'ani akisema ya kwamba baada ya a'udhu billahi minash shaitani rajim, ya ayuhan nasu taqullaha alazim, enyi watu. Hii ni ya watu wote waliokuwa ni Waislamu, wasiokuwa ni Waislamu. Hii inakwenda kuingia wanadamu wote walioumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhan nasu, enyi watu, ittaqullaha alazim, muogopeni Mwenyezi Mungu mkubwa, Mwenyezi Mungu mwenye cheo ambacho kwamba cheo chake hakuna anayefikia. Wa alzimul birra, na kisha tujilazimishe kutenda mema, tujilazimishe
kuwa wema, fa innal birra, fa inna Allah ta'ala, hakika Mwenyezi Mungu atukishieo, huwa albarru rahim, yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwema, na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mrehemevu. Hii ni amri ya Allah kutuambia mimi na wewe ya kwamba waalzimul birra, tujilazimishe kuwa wema, tujilazimishe kufanya mambo mema. Fa inna Allah ta'ala, hakika Mwenyezi Mungu atukishieo, huwa albarru rahim, yeye Allah ndiye mwema, yeye Allah ndiye anayefanya mema, yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayetusikitikia. Lau Allah subhanahu wa ta'ala asingetusikitikia, ndugu zangu Waislamu, tusingekuwa mpaka leo tuko. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi atuambia ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala asema sabakat rahmati ghadabi, rehma za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala zimetangulia kuliko hasira zake. Lau ingekuwa hasira zimetangulia alafu ndio rehema ikaja nyuma, ndugu zangu Waislamu, nina uhakika hakuna mwanadamu ambaye kwamba mpaka sasa yuko, kwa sababu hasira za Mwenyezi Mungu ni mbaya na hasira za Mwenyezi Mungu ni kali. Allah subhanahu wa ta'ala akikasirika, basi inakuwa ni balaa, ni maafa, ni matatizo. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala akatanguliza rehma, alafu ndio hasira zinakuja nyuma. Ndugu zangu Waislamu, tuangalieni rehma za Allah anazoturehemu katika dunia. Twafanya mangapi ya kumuudhi Allah? Twafanya mangapi ya kuleta maangamivu? Twafanya mangapi ambayo kwamba Allah katukemea, lakini sisi twayatekeleza? Twayatekeleza kwa njia ya kusahau, twayatekeleza kwa njia ya kujua. Unajua kabisa haramu hii nafanya, akili yako inatambua kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika Qur'ani, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah subhanahu wa ta'ala kenda kutufahamisha mabaya mazuri, lakini sisi katika utendaji tunaya mix, tutenda mazuri, tutenda mabaya. Na Allah subhanahu wa ta'ala wakati kutenda, yani akili yako inakuja kabisa ya kuwa hili ninalolifanya ni la haramu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala kwa huruma zake, kwa kutusikitikia, anatuachia. Lakini kuna siku Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa shida. Sasa ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mrehemevu, Allah subhanahu wa ta'ala kashatuambia tuwe wema, wale wema Allah subhanahu wa ta'ala akawaandalia nini? Katika Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia innal abrara la fi na'im, hakika ya wale wema. Taeleza huko mbele wema atakuwa kina nani. Kuna aya nzima ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kaichambua. Sasa kila mmoja ataangalia ameshikia wapi. Innal abrara, hakika ya wale ambao kwamba watakuwa ni wema, la fi na'im, wako katika neema. Wako katika neema katika dunia, wako katika neema ndani ya kabri, na watakuwa katika neema mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sidhani ya kwamba hakuna ambaye kwamba hataki kwa mwema. Hata wale walevi wanakufa mangweni,
wale wazinifu wanaokufa kwenye zinaa, wale wanaofanya haramu wakapatwa na mauti, wale wanaomwasi Allah subhanahu wa ta'ala yanapompata mauti, binadamu wote husimama na kauli moja, Allah amweke mahali pema. Yeye mwenyewe hakufanya mema, vipi Allah amweke mahali pema? Kwa sababu hakuna mwanadamu ambaye kwamba ataka kukaa mahali pabaya, wala sisi hatutakiani mabaya. Unajua kabisa fulani kazini kakatwa panga kafa, lakini unasema Allah basi naye amweke mahali pema. Mtu amekwenda kanwa tembo chakari mpaka akaanguka kwenye sewage ya choo akafa, amegongwa barabarani kwa sababu ya ulevi, lakini tunasimama na kauli moja tukasema basi Allah namweke katika neema, amweke mahali pema peponi. Ni maana ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amweke katika neema. Innal abrara la fi na'im ala al-araiki yanzurun. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala akatuandalia baada ya kufa. Haya hatuwapati tukiwa tuko hai, ni kila moja isugue nafsi yake, ni kila moja ikazane na nafsi yake vizuri kisawasawa, aizuie nafsi yake ala sirati mustaqima, katika mustari, katika dini ya Allah, ambapo kwamba hakuna dini ambayo kwamba sahihi yastahili kufuatwa isipokuwa ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wa man yabtaghi ghaira al-islam dina falan yuqbala, hakubali chochote yule ambaye kwamba anakwenda kufuata dini isiyokuwa ya Uislamu, Allah subhanahu wa ta'ala vitendo vyake hamkubali. Ni maana ya kwamba dini iliyosimama sahihi kufuatwa ni dini ya Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia alal araiki yanzurun, siku hiyo ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kutuweka katika viti, katika masofa set, katika makochi ambayo kwamba hayajaonekana, wacha haya yetu ya kunguni na panya, wacha haya makochi yetu ya kunguni na panya. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuna makochi ambayo kwamba akili yako haijawaza design yake, wala hakuna fundi hata mmoja ndani kutoka dunia ianze mpaka leo kawahi kufikiria kutengeza hayo makochi ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekwenda kuwaekea, watakwenda kupata wale watu wema. Wakiangalia neema za Allah subhanahu wa ta'ala, wamekaa wametulia. Leo ukienda huko baharini, ukitembea na huko baharini kidogo, unakwenda kuona kuna majumba mengine yamejengwa karibu kabisa na maji. Viti yale kumekuwa viti upande wa ufuoni kabisa kule kabisa, yani mtu anakaa anaangalia maji, anaangalia, yani ana enjoy. Kwa lugha ya kisasa wasema mtu amekaa ana enjoy, ana starehe ati. Lakini kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni zaidi ya hapo. Tunapowekwa kwenye makochi ya Allah subhanahu wa ta'ala, tunaangalia zile neema za Allah subhanahu wa ta'ala alizotuneemesha. Je, ndugu zangu Waislamu, hatutaki? Yusqauna min rahiqi maktum, Allah subhanahu wa ta'ala anawaletea vinywaji, kila ukinwa mwisho wake inatoa harufu ya miski. Kila ukinwa kule mwisho wa kile kinywaji kunakuja harufu ya miski. Leo mtu mmoja akajipaka mafuta ya miski hapa, kila mmoja atakuwa amepata habari. Mtu mmoja tu ajipake mafuta ya miski hii ya duniani, kila mmoja anapata habari. Je, miski ya kwa Allah subhanahu wa ta'ala inakuwaje? Ndugu zangu Waislamu, haya ni mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ataka sisi tujilazimishe nafsi zetu ziingie katika taa yake, alafu Allah subhanahu wa ta'ala atupe neema kama hizi. Aya inayofuatia Allah subhanahu wa ta'ala iko katika suratul Baqara, unakwenda kuangalia kwenye sayaqulu juzu ya 2. Allah subhanahu wa ta'ala anasema laisa albirra an tuwallu wujuhakum shatra almasjidil haram
laisa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia si katika wema kuelekeza nyuso zetu upande wa mashariki na upande wa magharibi kwa ajili ya kutekeleza ibadati. Laisa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib, kuelekeza nyuso zetu upande wa mashariki na upande wa magharibi. Walakin albirra, hapa ndio tunapopataka hapa. Na kila mmoja angalie sasa, je, ni mwema ama atenda matendo gani? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala kashatuambia kule wale wema anafanyaje, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala amekuaje. Sasa ni sisi, ni pati yetu kuangalia mimi na wewe, je, tuko katika haya anayozungumza Allah? Tuko katika wale aliowapanga Allah subhanahu wa ta'ala, ama umekaa kando? Walakin albirra, lakini wema, man amana billahi, ni wale waliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala haki ya kumwamini. Ya ayyuhalladhina amanu dukhulu fi silmi kafa, enyi mliomwamini Allah ingieni katika dini ya Allah mwili mzima. Haki ya kuwa mimi ni Muislamu, nimemwamini Allah subhanahu wa ta'ala qawlan wa fi'lan, nimemwamini Allah kwa maneno na vitendo. Si kumwamini Allah peke yake kwa maneno, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah, basi umezuia qawlan wa fi'lan. Ndio Arabu akasema lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Waarabu anatuambia kwamba ule ulimi, ule ufasaha wa vitendo, yani unasimama ukatekeleza vile unavyotaka, vile dini inavyotueleza, vile dini inavyotufundisha, ni bora zaidi kuliko kusema. Haiwezekani tusimame hapa tuambie watu fuateni ninayo yasema, msifuate vitendo vyangu. Haviendi. Tumwangalie bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mfano mdogo tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka Madina kwa shida zote zilizowakuta barabarani, kwa shida ya usafiri, mpaka walipofika Madina, wametoka Maka wamefika Madina, kitu cha kwanza bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yule ngamia alipokwenda akapiga magoti, akamwambia hapa ndipo tutajenga msikiti. Hapa pangamia alipopiga magoti ndipo mahali ambapo kwamba tutajenga msikiti. Ule msikiti wa Maka, ule msikiti wa Madina, ndipo pale mahali ambapo kwamba yule ngamia kenda akapiga magoti. Tumwangalieni Mtume sallallahu alaihi wasallam, khairu khalqillahi kullihim, bora wa viumbe vyote vya Allah. Kafanyaje? Kakaa, kaamrisha, kachorafo, kaamrisha wenzake wafanye, yeye hakutekeleza, yeye hakufanya. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoka yeye mwenyewe kubeba mawe kwa sababu ya kuwaonesha wale Waislamu ya kwamba hivi ndivyo vinavyotakikana. Si niseme tu, ni niseme na munione nafanya. Mpaka Sayyidina Abubakar akamwambia ya Rasulullah, basi afadhali tufanye sisi, tuachie. Akampokonya lile jiwe, akaenda kalia kama Mtume akatulia. Huyo ndiye Mtume, tumsalie Mtume. Sasa na sisi basi ni bora zaidi tukasimama kutekeleza kivitendo, tusisimame kutekeleza kimaneno. La, ni muumini. Walakin albirra man amana billah, ama wale wema ni wale ambao kwamba wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Wal yawmil akhir, na siku ya mwisho. Sote walilahi alhamdu tuko na imani ya kwamba baath iko, kufufuliwa kuko, kila aliyoko hapa ndani. Na kama uko hapa ndani huna imani ya kwamba kuna siku ya mwisho, falaisa bimumin, huna imani, wewe humo katika waumini.
Kama umebakia unasema duniani ndio milele, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wama ja'alna min qablika alkhulda, kumwambia bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kwamba hakuna kukaa milele ndani ya dunia, hakuna kitu kama hicho. Ni maana ya kwamba kuna nakufa na kuna baadhi ya kufuliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ndugu zangu Waislamu, hizi shida ambazo kwamba tunazipitia, yani hataki Allah subhanahu wa ta'ala aenda akatufufue na sisi tuenjoy, tukaitoa hapa duniani tu kupata tabu ya maisha. Maisha yamekuwa magumu bottom up, alafu bado tukae hapa tu sisi. Inawezekana kweli? Kwa yule ambaye kwamba ana akili, havingii katika akili yake. Ni maana ya kwamba ndugu zangu Waislamu, swala zetu, funga zetu, al-amru bil ma'ruf na kusomesha kote huku, kufanya yote mema, Allah subhanahu wa ta'ala atuondoe katika dunia, atupeleke akhera, akatulipe. Tukikaa hapa ndugu zangu Waislamu, itakuwa tabu. Tutakwenda paka umri unakwenda kuzidi, mtu hata kutembea hawezi, ni atolewe ayaniko juani, atolewe nje, arogeshwe ndani. Sasa madhikizo na madhila hizi atakieni, si afadhali uondoke tu mapema kaenjoy mbele mbele? Na hakuna kuenjoy duniani mpaka ufe. Yule mtume alimwomba Allah subhanahu wa ta'ala akamuonesha vilivyoko juu alivyovipanga Allah subhanahu wa ta'ala. Kama sikosei, Nabii Allah Idris kamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi, nataka kwenda kuonoa pepo na moto. Kaambia shekhe, mpaka upitie ule mlango. Kamwambia sawa, lakini ukishanitoa roho niregeshee. Sawa. Katolewa roho, kapelekwa kule, kenda kaenjoy, kaangalia kila mahali. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, hata sisi tukitaka kuenjoy mpaka tufe, tusingoje tukae hapa duniani. Hata alalarai kitaka kuna makochi mahali gani, makochi ya Allah subhanahu wa ta'ala ataingia hapa. Hilo kochi moja litakaa wapi? Dunia nzima hakuna hata kochi moja la Allah litakaa hapa. Hakuna. Akhira ndio kuna nafasi. Dunia imechanganya, imejaa chafu. Wal yawmil akhir, na akamwamini siku ya mwisho. Wa atal mala ala hubbihi, na akatoa mali kwa kupenda kwake. Unatoa mali kwa kupenda kwako, sio kuamrishwa. Unajua saa nyingine tunaposimama hapa tukaomba, tutasimama hapa tuomba, wallahi alhamdu, tukipata zaidi, yani tumepata zaidi shilingi 350 ama shilingi 500, zimezidi sana, tumechangisha hapa tukapata pesa nyingi, basi tumechangisha 500 hapa. Sasa kule tutalazimishana, kule ni kulazimishana, lakini wewe mwenyewe wajua msikitini kuna kibengi. Kuna kibengi kiko pale, kuna kingine huwa kinazungushwa. Wewe mwenyewe tu kwa khiari yako 20,000 umezitumbukiza pale ndani. Na kwa nini nitaje hili swala? Wa atal mala ala hubbihi, kwa kupenda kwake. Ndugu zangu Waislamu, sisi kila siku tuangalia hapa, hatuangalii kule. Kila siku tuangalia hapa chini ya vidole, lakini mbele hatuangalii. Yanozungumzwa nje ya kwamba hakuna lazima tena michango msikitini. Huko nje manomba haeleki, hakuna mchango msikitini. Zile choo kama hazikoshwa na sabuni, kutaingilika hapa ndani. Sabuni atoka wapi akosha choo kama hatukuchanga? Zile tiles zinakwenda paka zinageuka rangi. Kwa ile roho jambo kama tuingia nalo hapa, kama hatukuchangisha tukapata sabuni, ndugu zangu Waislamu, zitaosha nini zile tiles? Tukizungumza ukiwa na confidence, uhakika wa jambo. Usijizungumzie tu, zungumza ukiwa na uhakika. Na zungumza hili, hakuna kuchanga msikitini. Tunajua pesa ziko, nani kazileta? Msikiti hauna wakfu huu, hakuna ambaye ni mdhamini wa msikiti amedhamini kila kitu, ni mimi. Tunachangisha kidogo kidogo, hizi pesa kidogo kidogo hizi ndio tunanunua sabuni, kisha sabuni yenyewe tuenda kule tunanunua ile sabuni ya kujitengezea, tutengeza wenyewe sabuni. Sasa kila siku zioshwe, ndio kiingia kidogo unapata kidogo harufu kidogo. Harufu si mzuri sana, lakini alal aqal kidogo tupata harufu mzuri kiasi. Lakini ndugu zangu Waislamu, tutangaziane mtaani huko, hakuna kuchanga msikitini kwa sababu imepatikana sola. Hatumii tena stima. Je, ni Muislamu ambaye akili yako yafanya? Wewe mwenyewe hata ule mchango haukuchanga. Wa atal mala ala hubbihi, akatoa mali kwa ajili ya nafsi yake, kwa kupenda kwake. Unachokitoa ndugu zangu Waislamu,
haunipi mimi, unampa Allah subhanahu wa ta'ala. Hata ukaniona mimi nimekinulia juisi pale na kunwa, umempa Allah, ujira wako uko pale pale. Ala sabili mithali, siku moja bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaletea mashtaka na baba akamtuma mwanawe achukue tende azipeleke kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtoto akachukua tende kenda nazo kwa Mtume. Alipofika kule bwana akamwambia Rasulullah, hizi tende nimepewa na babangu, lakini mimi nyumbani bwana shida, sina kitu. Mtume akamwambia chukua. Mara yule brother anakuja na ile kapu la tende. Mbona umerudi nalo? Akamwambia wewe umetoa kwa ajili ya Allah na mimi nimechukua kwa ajili ya Allah. Mashtaka yakaja, kwa nini nimempa tende huyu alafu karudi nazo? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia, umempa Allah subhanahu wa ta'ala, haukumpa yule. Hatoka muona yule yazila, ushapeana kwa Allah, fungu lako limeisha. Kwa hivyo hata ukatoa shilingi hapa ukanona pale nimeona viatu vizuri nikanunua, wewe chako simama pale pale bwana, tusichunguzane. Almuhimu yale aliyotolewa, kile kilotolewa zile pesa kifanyike basi. Sio nione nimetoka nikaona kofia nzuri nikanunua, sema inna lillahi. Sasa pesa zetu zanunulia makofia tena? Haviende Waislamu namna hiyo. Umetoa kwa ajili ya Allah, haukutoa kunipa mimi. Hata kama mimi ndio nimezikusanya, umempa Allah, umenipa mimi. Wa atal mala ala hubbi, ametoa mwenyewe, kibengi kinazunguka, tukipata zaidi ni shilingi 300. Kuna muadhini hapo, kuna sabuni ya choo, jamaa vitu vingi ambavyo kama vinahitajika kuchanga sisi tukichanga. Lakini sisi maneno yashatangulia machafu ya kwamba haina haja tena kuchanga msikitini kwa sababu tushapata sola iweko na mengineyo yafanyike. Vile vile akamwamini Allah na malaika wake na mitume wake. Kisha kuna wale apita njia, ijapokuwa siku hizi wamezidi, wale apita njia wale. Kuna maskini tuwape pesa zetu tuwe jamaa. Kuna watu wanalala njaa, wallahi wa billahi tallahi. Kwanza sahihi kuna watu wanalala njaa mtaani, hatujui tu sisi. Lakini kwa sababu kila mmoja ametulia kwake, amechora fo, walilahi alhamdu, hatuwezi kujua shida zinawapata maskini na mayatima ndani ya mitaa na wajane. Lakini leo ndugu zangu Waislamu, tukasimama sisi kuzunguka, wallahi utakuta watu wanalala njaa hapa Mnarani tu, hata sehemu zingine. Na ni kawaida kila mwezi wa 6 lazima njaa iko. Kila mwaka ikifika mwezi wa 6 njaa iko. Ikifika Juni, ala sabili mithali, ikifika Juni mwezi wa 6 njaa iko. Na angalia wewe, siku zote ikifika na wakati wa makulima, watu wanalima, watu lazima wapate tabu. Haiwezekani huku tumejaza, kila mmoja amejaza nyumbani paka vimefika mlangoni, kule bado tunalima. Haiwezekani. Ni lazima hivi tulivyo navyo vimeishe ndio tutafute vile vingine. Sasa kwenye akili yako fikiria, kila ifika mwezi wa 6 kuna njaa. Je, pesa zangu mimi nitawasaidia hawa wanyonge, hawa mayatima, hawa maskini, ama nitaziweka kwa kuzifanyia anasa ambazo kwamba hata sheria haikubali? Ndugu zangu Waislamu, mwisho Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa aqama sala, kusimama kutekeleza zile faradhi zake 5, alfajiri mpaka ishai umezisimamisha. Akatoa na zaka. Hao ndio wale wanatakiwa kule, wale wema. Sasa anatoa mali yake kwa ajili ya Allah, akasimamisha swala, akatoa zaka, wakatekeleza na zile ahadi walizoziweka. Zile ahadi tulizoziweka, kuahidiana na wenzetu, kuahidi ya kuwa mimi nitafanya kitu fulani, ile imeandikwa ile. Usisahau. Umesahau wewe, lakini maandishi yako. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, katuwekea malaika wawili, kiraman katibina ya'lamuna ma tafalun.
wanatuwekea record kila siku unalolizungumza. Mimi nimeahidi niteka milioni 20 kwenye akaunti ya msikiti, alafu huku zileta siku ya kiyama unazitoa unaziregesha huku. Zile ahadi tulizoziweka kila moja simame akumbuke ni je, wakati ule mchango mimi nimeahidi nini? Jiulize, wakati ule mchango nyuma ule mchango wa sola tumeahidi hapa msikitini, si nje, hapa tumeahidi mimi nitaleta hiki, mimi nitaleta hiki. Je, umetekeleza? Na kama hujatekeleza basi ujue deni liko pale pale halijaondoka. Waswabirina, na wale wanaopatwa na shida wakasubiri. Je, sisi ndugu zangu Waislamu, jiulize nafsi yako, mimi nikipatwa na shida, je, nasubiri ama nakimbilia wagangani ama nafanyaje? Jiulize nafsi yako, maana Allah subhanahu wa ta'ala asema waswabirina fil ba'sa'i wal dharra'i wa hina al ba's, wamesubiri katika raha, katika neema alizowapa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akakunjulia maisha yao, wakatulia pale pale katika mstari wa Allah subhanahu, kubabaika kwenda huku kufanya zina na kwa watu kwa sababu Allah akawapa pesa, la, wakapatwa na shida, dhiki zimewapata, maradhi, ajali, kuchomekewa na nyumba, kila ghasia ambayo kwamba ni shida imekwenda kuwapata. Je, jambo la kwanza yarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ama anachukua hatua kwenda wagangani kwenda kuangalia ni nani kanifanyia hivi? Je, ndugu zangu Waislamu, kuna ramli gani ambayo kwamba yapiga ikamwona Allah subhanahu wa ta'ala? Ni ramli gani ya mtu gani, ya mganga gani ama ya mchawi gani ambayo kwamba ramli hiyo ikipigwa inamwona Allah ndiye kafanya? Na hakuna jambo ambalo kwamba lenda kufanyika katika dunia na kabrini mpaka kwa Allah, akhira mpaka Allah subhanahu wa ta'ala atilie tiki, apige na stamp, ndio jambo lile linakuwa. Bila hivyo hakuna kitu kinakwenda kufanyika. Ndugu zangu Waislamu, wacha tuelezeane tu mifano kidogo miwili kidogo. Kuna shekhe mmoja kule Lamu katika Masharifu, babake Ustadh Abdul Qadir, wala wanaofahamu. Kuna mzungu pale ule msikiti wa Rola kule chini, ukienda Mkomani kule chini kuna msikiti unaitwa Raula, kubwa kidogo mashallah. Yule bwana, yule muadhini anaadhini salatul fajri, kuna mzungu, kuna nyumba ya wazungu hapa kando inaangaliana na msikiti mbele ya kibla kama hiki loko hapa. Akamwambia, kesho alfajiri ukija kupiga kelele nitakushuti. Wazungu wako na pistol ya jamaa, tusio enjoy, utakwenda kufa bure kwa sababu ya njaa yako, unakwenda kwa akhira kwa sababu ya njaa. Huyu anataka kwenda akhira kwa sababu ya nini? Ya kuadhini, anaadhini swala ya alfajiri, watu watoke majumbani wajaswali. Yule muadhini akachukua nini? Habari, kaenda kamueleza babake Ustadh Abdul Qadir, wote ni marehemu, Allah warahamu. Akamwambia yule mzee mzungu pale, asema alfajiri kesho nikienda atanishoot, nikipiga kelele kwa adhini atanishoot. Akamwambia basi inshallah kesho twende pamoja, anishoot mimi alafu ndo akushuti wewe. Ndugu zangu Waislamu, angalia, hakufanyiki jambo mpaka Allah subhanahu wa ta'ala atie tiki. Wakati wa swala ya alfajiri, yule ustadhi, yule shekhe, yule sharifu katoka nyumbani kaja, akamwambia hapa ndo tuadhini. Yule kapanda stairs uko juu, Allahu akbar, Allahu akbar. Mzungu katoka na pistoli yake, alipotoka yule sharifu kakakaa mbele ili afe yeye kwanza alafu ndo impate muadhini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alipopeleka pistoli kushuti, yule mzee akanyongonya viungo, akaanguka kafa hapo hapo. Hakufanyiki jambo mpaka Allah subhanahu wa ta'ala atie tiki. Tunarudi kwa shekhe letu Sheikh Omar Dima, wakati akitetea Uislamu ndani ya Tana River, kulikuwa na wazungu kule, hawakutaka swala kama lile liendelee. Siku moja amepelekwa katika mahakama ya kuwa kwa nini unaeneza dini ya Uislamu. Kaambia mimi na haki, ndani ya Kenya yetu kuna haki ya ibada, kwa hivyo mimi na haki kueleza watu, kuwafundisha watu waijue dini yao, wasimame kutekeleza ibada kwa ajili ya Allah.
Yule mzungu katia saini pale kwa huyu auliwe. Pale pale akatoa pistol amshuti. Yule mzungu, ile risasi iliyotoka haikwenda ikaanguka chini. Huyu aliyoshoot ameanguka chini akafa. Hakuna kitu kinakwenda kufanyika mpaka Allah subhanahu wa ta'ala atie tiki. Je, jiulize wewe, unapopatwa na dhiki, unapopatwa na raha, unafanyaje? Unasubiri ama unakwenda katika waganga? Ndugu zangu Waislamu, nikimalizia, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayakaletewa na Allah ili kuja kutueleza, ili kuja kutufundisha, ili kila mmoja achague, je, atakwenda kule kwa Allah na kwa kutaka, ama atapitia ule mlango mwingine wa Ibilisi. Una khiari katika dunia, kama vile tulivyokuwa na khiari katika Kenya yetu hii ya kuwa una khiari kufanya vyovyote. Hata ukakaa uchi ndio choice yako. Hata ukavaa costume watembea umekaa uchi kabisa. Lakini ni kitu wakati kimeandikwa kabisa, my dress my choice. Hakuna mwenye kukuingilia. Kila mmoja ana freedom yake. Kwa hivyo unaweza ukavaa costume chako unatembea mtaani, na mtu akikuuliza aenda mshtaki kwa sababu uko na right. Sasa kila mmoja uko na uhuru katika dunia. Uchague wayataka haya Allah ama wataka yale mengine. Ikiwa wataka haya Allah, basi ufuate vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyotulekeza. Waliokuwa na kheri, waliokuwa na kheri, wale waliojaliwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni wema katika dunia. Allah akikujalia kwa wewe ni mwema katika dunia, ni lazima anakuongoza kutekeleza zile ibada ambazo kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala ataka. Sasa ukijiona uko katika mstari wa Allah, basi kumbuka, basi tambua ya kwamba mimi Allah subhanahu wa ta'ala kanichagua niafanye haya. Ukiona umeelekea katika kheri, basi tambua ya kwamba haya si mapendeleo yangu. Allah subhanahu wa ta'ala ndivyo anavyotaka, amenichagua akanielekeza katika kheri. Sawa jamaa? Ama saada fil akhirah, ama wale watakaobahatika kuwa wema katika dunia, Allah subhanahu wa ta'ala kule anakwenda kuwasahilishia, wakapata msamaha, wakapata na radhi. Baada ya kupata msamaha unapata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, ndio unakuwa free kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ama sivyo, unakwenda kupata hasira za Mwenyezi Mungu. Laana kwanza zinaanza na laana, alafu zinarudi kwenye hasira za Allah subhanahu wa ta'ala, alafu jaltatu unaingia katika jahannam. Waliyadh billahi min dhalik. Allah, ndugu zangu Waislamu, atujalie sote kwa umoja wetu, kwa kusanyika hapa mahali pamoja. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie hivi atutie peponi. Imani hata kusema amini pia ni shida. Atutie peponi. Ndugu zangu Waislamu, unajua kuna wakati wa kabuli. Wale malaika wakishapitisha ule wakati wa kabuli umesema amin, basi ni tikio. Yaani Nike wenyewe anasema. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa vile tumekusanyana hapa kwa sababu ya ibada, tumekuja kwa ajili ya Allah. Hakuna aliyokuja kwa ajili ya mtu hapa. Kila mmoja amekuja kwa ajili ya Allah. Kama una nia yako kwa ajili ya mtu, shauri yako. Basi kwa vile tumekusanyana hapa, Allah subhanahu wa ta'ala atujalie hivi tulivyokaa, tukakutane peponi tumekaa hivi kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na yale machafu ambayo kwamba tunafanya huko madogo na makubwa huko nje, Allah subhanahu wa ta'ala baada hapa atukinge nayo, kwa sababu hujui utakwenda kwa Allah wakati gani. Je, ukienda uko kwenye zina, utakwenda jibu nini kule? Umetoka msikitini mara ukaenda kwa kungwa na zina msichana wa watu, mara ndio njia unaenda akhera. Utakwenda kusemaje kule?
ndio Allah subhanahu wa ta'ala atukinge na yale machafu, atushunge huku msikitini. Na kila mmoja angalie nafsi yake. Je, nafsi yangu inaendekeza wapi? Yote tumwombeni Allah, lakini zaidi ni nafsi yako. Nafsi yako ya kuelekeza wapi? Nikimalizia, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, ayuha nas alaikum sakina, enyi watu jilazimisheni na utulivu. Jilazimisheni na utulivu. Utulivu, ndugu zangu Waislamu, ndio unasababisha haya mema yote kufanyika. Ama zile haraka ndio unasababisha yale madhambi kufanyika. Kila moja ajilazimishe kutulia. Unatulia, umekanika, utafanya yale ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu ukitaka kufanya kitu kwanza unafikiria, je, hiki ninachokifanya, je, kiko right ama kiko opposite? Kiko sawa ama hakiko kwenye mstari? Kama kiko sawa, laila moja kwa moja unaona naunga unaenda. Kama kiko sawa, Mtume ananiambia hiki hakifai, hiki hakifai, hiki fai, unajikanya mwenyewe kwa sababu umepata utulivu. Lakini ukikosa utulivu unachanganya, kama vile tulivyokosa utulivu, ndugu zangu Waislamu. Wengine wameoga janaba wakachanganya kabisa na josho la Ijumaa, ndio wakaja msikitini. Huko Allah anajua ghaib. Wengi katika sisi hapa inakwenda hivi. Ndugu zangu Waislamu, usiangalie nafsi yako. Nafsi yako, ukiangalia nafsi yako itakupeleka mahali pabaya. Nafsi ikikuamrisha ufanye, jikataze. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam yaumul Uhud, siku ya vita vya Uhud, kaambia maswahaba ya kwamba tumetoka katika jihadi ndogo, watu wamekotana mapanga, masikio hawana, wengine panga za vichwa, wengine miguu, majiraha kila mahali. Tumetoka kwenye jihadi ndogo, vipi ya Rasulullah, alama hizi? Wengine atambebwa majuruhi hajiwezi. Kaambia jihadi iliyobakia ni jihadu nafsi. Kila moja apigane jihadi na nafsi yake ishinde. Assalamu alaikum wala famin.